Katika kuangazia kwa kina taarifa hizi hasa yale ambayo yanaendelea kule Mashariki ya Kati, tunaungana naye Ibrahim Rahbi kwa uchambuzi yakinifu kabisa. Ibrahim Rahbi, habari za wakati huu? Nzuri kabisa. Habari za hapo studio? Salama. Umepata kusikia kauli za waziri wa ulinzi wa Marekani akisema kuwa wako tayari kuanza tena mapigano mara moja ikiwa Iran haitakubali makubaliano ya amani. Kauli hizi ni vitisho au haya yanaweza kutokea muda wote kuanzia hivi sasa? Nadhani waandishi wa habari walipaswa kumuuliza kuwa baada ya kuanzisha vita kwa mara ya pili, ambayo tishio kuwa tutarudi kuishambulia Irani, watakuja kuiomba tena Irani ikae kwenye meza au watakuja tena kuzungumza kipi? Kwa sababu ukitazama hadithi na vyombo vya habari vya Magharibi, na wanachotuonyesha ni kama kuwa hawakuwa kwenye mapigano, yani kama kuwa sasa wanataka kuanza, au wanaonyesha kuwa Irani si lolote tena, lakini hawatuambii ukweli kuwa nani alituleta mezani, nani alituvuta tuzungumze, au nani aliyetaka hiyo meza. Kwa sababu kama kupigana ingekuwa uhodari sana na kile ambacho walikianzisha, this was epic fury operation. Unajua, ndio jibu liko hapo. Hapakuwa na diplomatic, hiyo iko wazi. Wakati wanaingia kwenye vita, diplomatic ilikuwa imeshafeli, kwa sababu walikuwa wameshazungumza sana na haya yameshindikana. Walichokuwa kimewapeleka kilikuwa ni operation ya kijeshi, ambao kwa kawaida ingemalizwa kijeshi. Sasa wangetuambia kwanza operation yao ya kijeshi inashikilia nini na imefanikiwa kipi mpaka hapo na nguvu yao, alafu baada ya hapo ndio tungeona kuwa wanachokizungumza ni sahihi. Lakini unaweza ukaelewa kitu kimoja, kuwa hivi karibuni kumekuwa na juhudi za kusudi zinazofanywa na Pakistani kuhakikisha kuwa wanarudi kwenye raundi ya pili ya mazungumzo na kujaribu kupunguza mivutano wa vifungu ambavyo vilivutana sana kwenye mazungumzo ya kwanza. Sasa kuna dalili japo kwa zinaweza kuwa dalili za hila. Unajua, huwezi kuamini sana Marekani anapozungumza, kwa sababu hata wakati wanaingia kwenye vita zote mbili kulikuwa kuna dalili nzuri sana za mazungumzo ambazo zilionekana kama yanapiga hatua, lakini upande wa pili Marekani alikuwa akipanga yake na upande mmoja alikuwa akikaa kwenye meza kuonekana kama yupo kwenye mazungumzo. Hivi sasa kuna hilo, tunamwona Asim Munir, mkuu wa majeshi wa Pakistan, amekuwa akizunguka kwenye nchi za Middle East, lakini waziri mkuu Shahbaz Sharif pia naye amekuwa akizunguka kwenye kukutana na baadhi ya viongozi wengi tu kuhakikisha kuwa wanaweza kwenda kwenye mazungumzo mazuri. Sasa ukweli ni kuwa kuna ukosoaji mkubwa wa hiyo operation ya Marekani, hasa ndani ya Marekani na nchi zingine, katika kile ambacho kinaitwa mafanikio. Kimekuwa kikikosolewa sana na vyombo vya habari. Kwa hiyo anachokizungumza na Peter Hegseth ni katika kutengeneza ile narrative story ya kuwaweka nafasi nzuri ya kuja kujitetea kuwa sababu yetu ilikuwa hivi, sababu yetu ilikuwa hivi. Lakini kama operation yenyewe tayari ilikuwa imeshashindikana, na hata wanarudi kwenye meza kwa mara ya pili hii, bado Irani ameshikilia kikubwa zaidi ukilinganisha na wao walichokuwa wamekishikilia awali au nguvu waliokuwa nayo awali. Sasa hivi sasa kinachotengenezwa ni kutafuta kutengeneza story nzuri, ikiwa watakuja kufikia makubaliano waonyeshe kuwa ni kweli walishinda, lakini kiuhalisia huu ushindi wa mezani tu ni kwa busara tu za wengine. Rahbi, Peter Hegseth pia miongoni mwa mambo ambayo amegusia ni kuwa Iran wanatakiwa kujitafakari kwa kuangalia mustakabali wa wananchi wao. Hawa wananchi wa Iran wanaangaliwa na taifa hili la Marekani, au Iran imeshaweka mustakabali mzuri kwa wananchi wao? Kama inapaswa kuangalia mustakabali wa Irani, inapaswa turudi tena kwenye vita, tuangalie mustakabali wa Irani ulikuwaje, kwa sababu Marekani na Israeli ndio waliopiga miundombinu ya kiraia. Marekani na Israeli ndio walioua watoto wa shule. Marekani na Israeli ndio wamepiga shule na vyuo, wamepiga maeneo mengi ya hospitali, pia misikiti, synagogues, zote zimepigwa. Hayo ni matumizi ya kawaida ya raia, lakini Donald Trump ndio aliwatishia raia hao kuondoa kabisa ustaarabu kamili. Nadhani kauli yake imekosolewa vikali na Papa Leo juzi. Haikuwa kauli sahihi, lakini kauli yake ilikuwa inakwenda kama nimevyokuwa nikisema kuwa
ni kauli ambayo iko kinyume na mkataba wa Geneva. Ni kauli ambayo inaashiria moja kwa moja kuwa ni uhalifu wa kivita. Tafsiri yake ni uhalifu wa kivita kwa kauli kama hiyo. Sasa kama ustarabu wa raia wa kawaida kutazama, utaona kuwa Irani imekuwa ikiwalinda zaidi raia wake ambao wamekuwa ni target zaidi kwa upande wa pili. Sasa Marekani na Israeli walipaswa hasa waheshimu mustakabali wa raia wa Irani, kwa sababu kuchezesha vita nje ya mstari, hata mwenzako anaweza akafanya hivyo. Kama Irani ameweza kufanya target za moja kwa moja kwenye maeneo sahihi mbali kilomita nyingi, hata yeye akiamua kulenga shule, kupiga soko, anaweza tu, kwa sababu ana uwezo wa nafasi hiyo. Lakini wao ndio waliokiuka sana ustaarabu wa haki za raia, ambao wamekuwa wakiwalenga moja kwa moja, wameua watoto. Mpaka leo hakuna uwajibikaji wowote, na uchunguzi unathibitisha wazi kabisa makombora ya Tomahawk ndio yaliyopiga shule ya watoto 170 wameuawa. Lakini nchi ambayo inawakumbusha wenzao kujali haki za raia imeshindwa kuchukua hatua dhidi ya uhalifu uliofanywa kwa raia wa nchi nyingine. Imeshindwa kuwajibisha wala uchunguzi wa kina ambao utatoa majibu kwa nini kile kilitokea. Hakuna majibu yote. Kwa hiyo kwenye hili ni katika ile kutaka kujaribu kuonyesha kuwa bado sisi ni watu wa haki na sheria, lakini sheria na haki kwa maneno ni tofauti na vitendo. Sheria na haki ni zile ambazo zinatakiwa ziakisi kote na kuonyesha, sio kulazimisha kusema. Watu wakitazama wanasema yes, kweli huyu anatetea haki na anatetea sheria, kwa sababu Marekani alikwenda Venezuela akienda kutetea raia wa Venezuela, na mpaka leo hajatupa jibu kuwa amefikia wapi kuwatetea raia wa Venezuela, zaidi ya kujisifu yeye kuchukua mamilioni ya mapipa ya mafuta ya Venezuela na kwenda Marekani. Sasa hata raia wa Venezuela hawajui hatima yao ni ipi mpaka leo. Sasa Rahby, pamoja na yote ambayo yanaendelea, mjadala mkubwa unaendelea kusalia katika eneo ambalo limeshikilia uchumi wa dunia, mlango bahari wa Hormuz. Huku Mujtaba Khamenei bado ameendelea kuweka msimamo wa kufungwa kwa ule mlango bahari, lakini Marekani na kupitia Donald Trump naye ameongeza kizuizi pale mbele. Hichi kizuizi cha Marekani kinaweza kumfanya Khamenei asalimu amri pengine, au ataendelea kushikilia msimamo wake na athari kuendelea kuonekana maeneo mbalimbali duniani? Hapo ni eneo la kimkakati sana. Ni eneo ambalo linaumiza pande zote. Ukidhibiti bahari kisawasawa, ukadhibiti meli zinazoingia na kutoka kwenye bandari za Irani, inawezekana ukawa umeugusa uchumi wa Irani kwa karibu 90% kwa kiwango hicho. Lakini mara kadhaa huwa ninapenda kusema kuwa wa Irani kabla ya kuingia kwenye hii vita ni kama watu ambao walikuwa tayari wanajua nini kitakuja kutokea, na walijiandaa sana na hii vita kwa muda mrefu. Sasa kuishi kwenye maisha ya dhiki na tabu, mfumuko wa bei, sarafu kuporomoka, ni maisha ya kawaida kwa watu wa Irani, wameshazoea. Lakini vikwazo vya miaka takriban 47 au 48 ambavyo vimeikumba Irani toka mapinduzi ya Kiislamu viliwafanya sana wakawa watu wasiotegemea zaidi nje, wamekuwa zaidi wakizalisha sana ndani. Kwa hiyo mahitaji yao kiwango kikubwa inakuwa ndani. Nje zaidi wao wanauza, kutoa, na kiasi wanaagiza, lakini sio kulingana, yani kwa vitu vingi wanaweza kumudu ndani. Kwa hiyo maisha ya kawaida ya Irani walishayazoea wao. Sasa kuna kile ambacho huwa ninakizungumza mara kadhaa kuwa kabla hata ya vita nilisema kuwa ukiwatazama Irani wako tayari kupoteza 100,000 wanayoimiliki, lakini upande wa pili uko tayari kupoteza 50,000 walionayo. Au mara kadhaa nimesema kuwa kupigana na Irani ni sawa unapigana na nungunungu. Huyu nungunungu unaweza kumuua, lakini ana miba mikali sana. Je, unaweza kuhimili uchungu wa miba yake? Ndio hili jibu liko hapo. Sasa kizingiti cha Marekani ambacho kinazidi kuongeza tishio zaidi kwenye soko, huku Trump akicheza kwa akili sana kubrashi taarifa. Unajua mafuta jana na leo yameshuka kutoka $100 yakashuka mpaka 98. Hii yote ni kwa sababu ya kile ambacho Trump alichokizungumza kuwa tuko kwenye mazungumzo mazuri na vita itakwisha hivi karibuni, na Irani wamekubali kusalimisha enrichment zao ambazo ziko process. Hiyo ndio amezungumza. Sasa hiyo ni katika hiyo, lakini kama Irani watataka kureact na wao baada ya hilo tukio, waende wawaagize washirika wao kama vile wamekuwa kidai kuwaagiza washirika wao wa Houthi wa Yemen wafunge lango la Bab el-Mandeb, hali inakuwa mbaya zaidi, kwa sababu kule nako ni 12% ya biashara duniani inapita, na hapa itakuwa
kufungwa kamili kwa njia zote. Je, dunia iko tayari? Irani wako tayari kuipoteza 100,000 yao, dunia iko tayari kuipoteza 50,000. Shida inaweza ikaja kuwa kubwa hapo. Kwa hiyo kuna wakati Irani hawawezi kupigana milele kwa sababu hiyo iko hivyo, lakini naweza nikaona makubaliano yajayo, maybe Irani wakakubaliana kama walipokubaliana kwenye makubaliano yale ya JCPOA ya mwaka 2015 ya Barack Obama. Wakakubaliana kupunguza baadhi ya matarajio yao hasa kwenye nyuklia, ambapo hata kwenye mazungumzo mawili yaliyoshindikana na kuingia kwenye vita walikuwa wamepunguza sana matarajio yao na walikuwa wameshakubali kuhandle kwa baadhi ya vitu. Wanaweza kukubaliana nao hilo, lakini nalitazama la Hormuz, Irani hawezi kuachia Hormuz kirahisi kwa sababu amegundua kuwa anayo silaha kubwa zaidi kuliko nyuklia kwa sasa, ambayo ni Hormuz. Awali alikuja kugundua kuwa ana silaha nyingine mbadala ya nyuklia, ni makombora. Ndio maana akalegeza msimamo wa nyuklia kwenye mazungumzo ya pili baada ya vita ya kwanza ya 12 Days War. Alikuja kugundua kuwa ana makombora ambayo yanawasumbua, anaona kumbe ulinzi mwingine nao. Lakini mara hii alipoikamata Hormuz ameona nina ulinzi kamili. Kwa hiyo sio rahisi Irani kuiachia Hormuz kwa hivi sasa. Kwa hiyo hata kama akiwapa nyuklia atashikilia Hormuz kwa sababu Hormuz ni zaidi ya nyuklia. Sasa Rahbi, Israel na Lebanon, mapigano yamesimamishwa kwa siku 10 kuanzia jana hapo April 16. Kusimamishwa kwa mapigano haya na kutarajiwa kwa mazungumzo kunaweza kuleta amani ya kudumu au ni mbinu za kuwapumzisha wanajeshi? No, kusimamishwa huku kwa mapigano kwa Lebanoni kuna kisi moja kwa moja ya taarifa ya mazungumzo ya pili ambayo yatafanyika Pakistan, kwa sababu Irani katika mazungumzo ya awali walipokuwa wakifanya kule Pakistani, kitu kikubwa walizungumza, walisema kuhusu Lebanon, na wao hawawezi kuimaliza vita kirahisi kama vita itaendelea Lebanoni. Msimamo wa Marekani lazima ubadilike dhidi ya Lebanoni, hilo limekuwa liko wazi. Kwa hiyo kusimamisha vita kwa siku 10, ndani ya siku 10 huku kunaweza kuibua mazungumzo ambayo yakawa na tija kule Lebanoni, lakini kusema kuwa usitishaji huu unaweza kuleta amani ya kudumu si kweli, kwa sababu hata usitishaji huu au mazungumzo yaliyofanyika yalikuwa yakimhusu rais wa Lebanoni moja kwa moja Joseph Aoun na waziri mkuu wa Israeli, ambao ndio wanatarajiwa kukutana katika mazungumzo. Ndani ya miongo mitatu hawajawahi kuzungumza moja kwa moja katika nchi hizi. Sasa shida ya Lebanoni sio hiyo, shida ya Lebanoni ni Hezbollah, na matarajio ya Israel yanayotaka ni magumu kama vile ambapo Israel anayoyataka ndani ya Irani, kwa sababu ndani ya Irani kumekuwa na ugumu kwa sababu Marekani anakwenda kuwakilisha maslahi ya Israel, kuwa mwambie arrangement iwe zero, tuchukue makombora, tuharibu kila kitu. Inakuwa matarajio magumu. Sasa na Lebanon iko hivyo hivyo, Israeli anataka Hezbollah wasalimishe silaha. Ni kitu ambacho kilikuwepo kwenye mkataba wa usitishaji wa vita kati ya Hezbollah na Israel mwaka 2006, lakini kikawepo kwenye makubaliano ya usitishaji wa vita wa juzi 2024, hicho ilichokuwa cha Hezbollah kusalimisha silaha na Israeli kuondoka ndani ya ardhi ya Lebanoni, kutoka eneo la Litani, kutoka maeneo ya Bekaa, yote aondoka. Sasa Israeli anamlazimisha mwenzake asalimishe silaha aliyakuwa yeye bado kasimama kwenye line ile ile ambayo sasa Hezbollah toka mwaka 2006 walishakataa swala la usalimishaji wa silaha. Kwa hiyo matarajio ya Israeli ya hili ni kutaka kulazimisha kuwa Hezbollah wasalimishe silaha zao, aliyakuwa yeye anaongezewa silaha na Marekani, na aliyakuwa yeye amekaa kwenye ardhi ya Lebanon. Kwa hiyo vitu vinakuwa vinashindikana, na sitarajii kama hili linaweza likatoa suluhu ya moja kwa moja. Ni vigumu sana Hezbollah kusalimisha silaha, kwa sababu kwanza, nani anaweza kuchukua silaha za Hezbollah? Kumekuwa na mpango wa jeshi la Lebanoni kusema kuwa liwapokonye silaha Hezbollah. Ukipima uwezo mkubwa wa jeshi la Lebanon na ukipima uwezo wa Hezbollah, utaona ni vitu viwili tofauti. Hezbollah wana nguvu zaidi ya jeshi, lakini si hilo tu, kuwa ndani ya jeshi la Lebanoni limegawika pia, lina jamii nyingi za Waislamu, Wakristo na Maronite wengine kule. Sasa jeshi la Hezbollah wengi ni Shia, lakini ndani ya jeshi la Lebanoni pia kuna Shia. Maanake kuwa kama jeshi la Lebanoni linaweza likaanzisha vita dhidi ya Hezbollah, unakusudia kuonekana kuwa jeshi la Lebanoni lijigawe, yani litagawika, kwa sababu kuna Shia wengine watarudi upande wa Hezbollah, lakini kuna Sunni wengine hawatokubaliana na vita hiyo, kwa sababu wanafahamu vita hii ni ya remote ambayo imeelekezwa na Marekani na Israel dhidi ya Hezbollah. Lakini hata kura ya maoni ya ndani ya Lebanon mara nyingi inaakisi kuwa
uwepo wa Hezbollah ni afadhali yao katika kile ambacho kinaitwa Greater Israel, kwa sababu wanaamini kama kungekuwa hawapo Hezbollah, basi Lebanon nayo ingekuwa imemezwa kama Syria ilivyofanyiwa hivi sasa, au kama ilivyo West Bank, au ilivyo eneo kubwa la Palestina. Kwa hiyo wanaamini kuwa kizingiti cha Hezbollah kinamfanya Israeli asiweze kutimiza malengo yake ndani ya ardhi ya Lebanon. Kwa hiyo kusema kuwa kutakuwa na amani ya kudumu bado sana, hilo liko mbali. Na rais wa Lebanon amekataa kufanya mazungumzo na waziri mkuu wa Israel. Ikiwa Hezbollah wenyewe anasema kuwa kufanya mazungumzo na Israel ni kama dhambi ya kitaifa. Unaona mazungumzo yatafanyika hivi karibuni, au siku hizi 10 zitaisha bila kufanyika kwa mazungumzo hayo, na pengine nini ambacho kitafuata? Hofu ya rais kufanya mazungumzo huenda ikawa ni hofu ya ndani zaidi kuliko nje. Joseph Aoun ni zao la magharibi, huyu yuko karibu na Marekani zaidi, na Marekani wanaweza wakafanya vile wanavyoona, wakamwamrisha, kwa sababu huyu alipendekezwa hasa kushika hiyo nafasi kutokana na misimamo yake ukilinganisha na mtangulizi wake Michel Aoun. Sasa ukimtazama yeye, ukimtazama waziri mkuu Nawafi Salami, haya yote ni mazao ambayo hayana tofauti sana na rais wa Syria rais wa Syria Ahmed al-Sharaa. Haya yote ni mazao ya magharibi. Sasa hofu kubwa ambayo anakuwa nayo Aoun sio hofu ya kuzungumza na Netanyahu. Nadhani Lebanon wana historia ya aliyekuwa waziri mkuu Rafik Hariri, aliuawa miaka ya 2000. Nadhani ilikuwa ni hivyo, na haijulikani mpaka leo kina nani walihusika kwenye kifo chake, kwa sababu uchunguzi na kesi imekuwa ni ngumu sana. Tishio la ndani ni kubwa zaidi, yani hofu ya usalama wake dhidi ya makundi yenye upinzani dhidi ya Israeli, nadhani limekuwa ni kubwa zaidi kwa rais kuliko kile kinachotokea. Lakini wanaweza wakafanya indirect talk, licha ya kuwa jana alikataa rais Aoun alikataa kama ana mazungumzo kama yapo, lakini alikubali ceasefire, alisema kuwa yes, na huenda wakafanya mazungumzo, lakini bado anakwepa kusema kuwa itakuwa indirect talk au itakuwa direct talk, yani kuwa mazungumzo ya moja kwa moja au mazungumzo yatapitia kwa wawakilishi. Unajua, miongo mitatu, miaka 34 haijawahi kutokea mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Israeli moja kwa moja na Lebanon. Sasa hili linajaribu kusukumwa kwa nguvu ili kutatua tatizo, lakini ni kama unatatua tatizo sehemu ambayo sio tatizo. Ni kama unaenda kumtibu mgonjwa ambaye haumwi, kwa sababu mazungumzo ya serikali ya Lebanon na Israeli hayawezi yakatoa suluhu wala amani, kwa sababu serikali ya Lebanon si ambayo iko katika vita, isipokuwa Hezbollah ndio wako kwenye vita, na Hezbollah hawaamrishwi na serikali wala hawapangiwi na serikali wafanye nini. Wao wanajiamulia wao wenyewe na kile wanachokiona ni sahihi kwao. Rahbi, tunakushukuru sana kwa uchambuzi makini kabisa kuhusu mzozo huu wa Mashariki ya Kati. Shukran sana. Anaitwa Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, na tumepata elimu kubwa akituchambulia yale ambayo yanaendelea kule Mashariki ya Kati. Bado uko nasi, hii ni Morning Trumpet.